Bwana Yesu na sifiwe, mpenzi mtazamaji. Asubuhi ya leo ni siku ya 3 ya wiki ambapo tutazidi na kufundishwa na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namo kutoka kanisa la ABC Changoma. Fundisho ambalo ninaamini kwamba litakuwa ni la baraka kwetu kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka. Kipindi ambacho watumishi wa Mwenyezi Mungu wanatunyunyizia baraka zake kupitia neno lake na fundisho lake ambalo huwa wanatuletea. Hivyo basi, karibu sana tukazidi na kufundishwa na kubarikiwa pamoja kupitia hilo fundisho la siku ya leo. Na ninaamini kwamba tutaweza na kubarikiwa pamoja. Ni asubuhi nyingine ambayo Mungu ametupa, asubuhi ya furaha, asubuhi ambayo tumepewa nafasi ya kuishi ulimwenguni mahali tena. Na ningependa kuchukua nafasi hii ni kusalimu mtazamaji. Hujambo? Mimi pia si jambo. Karibu katika neno la Mungu asubuhi ya leo. Na ningependa tuanze kwa maombi. Tunakushukuru Mungu wetu kwa ajili ya mapenzi yako na upendo wako kwetu. Hakika wewe ni Mungu mwaminifu kwetu. Asubuhi ya leo tumekushukuru kwa ajili ya uhai, na wakati huu tunapoendelea na tunapojifundisha neno lako, tunaomba uweze kuendelea nasi. Tubariki sisi zote na uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amina. Mtazamaji, asubuhi ya leo tutaendelea na kujifundisha neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo ni uzima na linatupa tumaini ya maisha ya milele. Ningependa tukaweze kusoma kwenye kitabu cha Timotheo wa pili, mlango ule wa 4, mstari huo wa 8. Timotheo wa pili, mlango wa 4, mstari huo wa 8. Na ningependa tuweze kusoma pamoja. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, mbali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Bwana asifiwe. Leo tutajifundisha taji nyingine la 3, taji ambalo ni taji ya haki ama kiti cha haki. Taji ya haki. Taji hii analolizungumzia Paulo ni taji ambalo litakabidhiwa wale ambao wanajinyima mambo ya ulimwengu, wale ambao wanaangalia tu kuja kwa Yesu Kristo, wanaendelea na kujiweka katika hali ya utakatifu, hali ya usafi, wakiangalia na kungojea kurejea kwa Yesu Kristo, wakidumu katika maisha ya kumngojea Kristo. Hao watapewa taji ya haki. Japokuwa tu tunajua hakuna mwenye haki kabisa kama vile Yesu Kristo alisema, lakini taji hii itapewa watakao zingatia na watakao jibidiisha kuendelea na kutazama na kuangalia kuja kwa Yesu Kristo, kujiweka katika hali ya usafi, kujiweka katika hali ya kiutakatifu, kukataa mambo ya ulimwengu, kukataa furaha zote za ulimwengu, lakini wanaangalia tu siku ile ya kurudi kwa Yesu Kristo, wakiwa tu wamejiweka tayari. Wengi ambao wanajaribu wako katika ulimwengu huu, wale ambao tunawaita saints katika lugha nyingine. Hao wanaendelea tu wakidumu tu ndani ya maisha ya Kristo. Hakuna jambo lingine wanalolitaka. Wanaangalia tu kwa sababu wanajua ulimwengu una mwisho na ulimwengu si mahali petu. Wao tu wamejikabidhi maisha yao kuendelea na kudumu na kutumikia Kristo, wakingojea tu siku ile ya kufunuliwa kwa kuja kwa Yesu Kristo. Hao watakabidhiwa taji ya haki, na ni kwa neema tu ya Mungu. Kwa sababu tukiwa katika ulimwengu huu, shetani yupo, ana majaribu, anatupeleka upande huu,
na anaturusha upande huu. Lakini wale ambao wataendelea na kujibidisha na kujaribu kuweka katika roho zao zikiwa katika hali safi, wanaendelea na kufanya mambo yao kisafi, hao wanang'ang'ania wakiangalia, je, Yesu Kristo atakaporudi atatuchukua sisi zote. Wanaendelea na focus yao ni kuangalia tu na kutazama siku hiyo wakiitarajia. Wanaiweka tayari, wanajipanga, wanaendelea na kung'ang'ana katika mambo ya Kristo. Wameacha tu mambo ya ulimwengu. Hawataki raha za hapa ulimwenguni, hawataki kufanya hiki ama kile, lakini maisha yao wamejikabidhi tu kwa Mungu. Wanang'ang'ania tu, wangojee tu siku hiyo ya kuja kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Hao watapewa taji ya haki. Na Paulo anang'ang'ana kulingana na vile unamsoma kutoka maisha ya ile yalikuwa maisha machafu na kubadilika kuja maisha ya Kikristo. Ukimwangalia tabia yake, ukiangalia mwenendo wake, hakuna jambo ambalo alilitaka. Tu alikuwa amejipeana kabisa kwa Mungu na kumfuata Mungu na kumfuata Kristo. Kwa sababu alikuwa anajua mambo yote ya ulimwengu yamekwisha, sasa kilichobaki ni kumtumikia Kristo. Na ndio anatusitisha ya kwamba hao watapokea taji ya haki. Je, wewe sasa tumepata taji la tatu. Katika taji hizi tatu kuna moja ambayo imewekwa tayari juu yako. Endelea na kufikiria, na tutakapomalizia taji zote utakuwa na nafasi ya kujua, je, ni taji gani ambalo ninalitarajia. Na Bwana akubariki, na Bwana na alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu Mungu wetu, tuna kila sababu la kushukuru kwa ajili ya wema wako. Hakika neno lako ni lenye uzima na lenye uhai. Mafundisho ambayo tunaendelea nayo, Roho Mtakatifu aendelee na kuwa mwalimu na kutufafanulia na kuwa kiongozi wetu. Bariki watazamaji na unibariki. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Amina. Taji ya haki. Na hapa tumeweza na kujua kwamba taji ya haki ni kwa wale ambao ni watakatifu, wale ambao ni waaminifu, wale ambao wamezidi na kukazana, wameweza na kunjipiana tu katika kazi ya Mwenyezi Mungu bila kuangalia dunia inasemaje, bila kujihusisha kwa yale mambo ambayo ni ya kidunia. Wamejaribu kabisa kujiweka katika hali ya utakatifu. Tumeweza na kujua kwamba kuna taji ya haki ni kwa sababu ya hao. Je, mtazamaji wangu, wewe uko tayari kupokea hii taji ya haki? Wakati ambapo tunamngojea Yesu Kristo kwa mara ya pili, na kama uko tayari, njiweke tayari, njitunze, tunjiweke kama vile tunjiweke kama watu ambao wanangojea kuvalishwa ama kuvikwa hiyo taji ya haki. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kujiweka katika hali ya utakatifu, kukataa yale yote ambayo na ya kidunia, na kuendelea tu na kuangalia mbele na kumfanyia Mungu kazi bila kutazama nyuma. Kuwa na wakati mwema, siku njema, yale yote ambayo utakuwa unayafanya kwa siku ya leo, maana Mwenyezi Mungu ametuahidia kubariki kazi ya mikono yetu, yako ikabarikiwe. Shalom.